Okay, nilikuwa nataka nizungumze na viongozi wa nchi ya Tanzania. Mungu amewapa dhamana na amewaheshimu kuwaweka kwenye viti hivyo ambavyo mpo. Prophet Nyundo, nilikuwa nataka nizungumze kitu na wewe ambaye unanisikiliza. Bado mna nafasi na hekima kubwa ya kuweza kuitumia kuiponya nchi hii. Nchi hii ya Tanzania inasubiri tamko kutoka kwako kiongozi yoyote ambaye Mungu amekuamini, amekuweka kwenye hiyo nafasi. Sasa basi, nini ninachotaka nizungumze? Tarehe 9 imekaribia. Watu wamejipanga kufanya mambo tofauti tofauti. Sisi watumishi wa Mungu tunaomba Mungu aachilie haki, adumishe haki na amani. Lakini viongozi bado mna nafasi ya kusema na kutoa tamko kwenye nchi ya Tanzania. Watu wanaamini sana tamko linalotoka kwa kiongozi. Kiongozi yoyote kuanzia ngazi kuu ya juu kabisa hadi chini. Wajitokeze viongozi. Mnaweza kuzuia haya maandamano kwa hekima na busara. Mkitoa fact, hekima na busara. Na waombea neema ya kuwa Sulemani wa pili, usiiombe sheni. Na waombea neema ya kuwa Sulemani wa pili ili muweze kuiponya nchi ya Tanzania. Okay. Neema hiyo ikishuka kwenye vinywa vyenu itaponya nchi ya Tanzania. Sasa bunduki au risasi sio njia ya kutatua matatizo. Sio njia ya kutatua au ya kuzima kelele za watu. Bunduki inaleta mtafaruku zaidi. Inaleta yani watu wanachanganyikiwa zaidi. Watu ni kama ndio walikuwa hawajawahi kuziona damu za watu. Mtapofanya hayo au yatakapofanyika hayo, basi mnazidi. Nilimwona kiongozi mmoja wa dini, mimi nadhani huyu sio kiongozi wa dini, akasema eti tutachinjana hiyo tarehe 9, tutakatana vichwa. Na ni kiongozi, ni shehe kabisa. Huyu ni shehe kweli, ni shehe huyu kweli. Analeta uchochezi kwenye nchi ya Tanzania. Alafu anajiona yuko haki sana, anazungumza haki. Anasema hivi tutakatana vichwa. Kabisa, kiongozi unasema tutakatana vichwa. Wakati wewe ni kiongozi, wakati wewe ni wa kuongoza, kwamba hapana, tuna sababu ya kumwita Mungu. Bado Mungu anaweza kusimama na kaweka mambo yote yakakaa sawa. Basi Mungu wa mbinguni akubariki. God bless you, man of God.